Tunaendelea. Bwana Yesu asifiwe sana. Heri wenye moyo safi. Fungua kitabu cha Mathayo sura ya 5. Kwa faida anza na mstari wa kwanza mpaka ule wa 13. Lakini mstari tunaotaka kuzingatia sana ni mstari wa 8. Mstari tunaotaka kuzingatia sana ni mstari wa 8. Bwana Yesu asifiwe sana. Mathayo sura ya 5 mstari wa kwanza mpaka wa 13. Nitasoma kwa jina la Yesu Kristo. Anasema, naye alipowaona makutano alipanda mlimani, na alipokwisha kuketi wanafunzi wake walimjia. Akafumbua kinywa chake akawafundisha akasema, heri walio masikini wa roho, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Heri wenye huzuni, maana hao watafarijika. Heri wenye upole, maana hao watairithi nchi. Heri wenye njaa na kiu ya haki, maana hao watashibishwa. Heri wenye rehema, maana hao watapata rehema. Heri wenye moyo safi, maana hao watamuona Mungu. Heri wapatanishi, maana hao wataitwa wana wa Mungu. Heri wenye kuudhiwa kwa ajili ya haki, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Heri nyinyi watakapowashutumu na kuwaudhi na kuwanenea kila neno baya kwa uongo kwa ajili yangu. Furahini na kushangilia, kwa kuwa thawabu yenu ni kubwa mbinguni, kwa maana ndivyo walivyowaudhi manabii waliokuwa kabla yenu. Sasa kutoka mstari wa 3 mpaka mstari wa 13, hapo kuna kitu kinachoitwa heri 8. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Heri 8. Sasa hii sura, kuanzia sura ya 5 mstari wa kwanza mpaka sura ya 7 mstari wa 29 ya kitabu cha Mathayo, hii ni hotuba, inaitwa hotuba ya mlimani. Ni hotuba iliyokuwa imelenga kuwaandaa wanafunzi wa Yesu. Ni hotuba ambayo ilikuwa inalenga kuwafundisha mambo makubwa mangapi? Mawili ya msingi. Ile sura ya kwanza ya 5 mstari wa 3 mpaka wa 13 ilikuwa inawaonyesha mambo makubwa mawili. Yanaonyesha tabia safi, inaonyesha mambo masafi na baraka atakazozipata. Ama alikuwa anaonyesha sifa anazotakiwa kuwa nazo Mkristo na baraka au matokeo atakayoyapata huyo Mkristo kwa kuwa na hizo sifa. Na ukisoma vizuri unaona hii mistari ina mambo mawili. Ina sifa inayotakiwa na baraka atakayoipata huyu mwenye hiyo sifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nisikilize. Anasema heri wenye moyo safi, maana hao watamwona Mungu. Sifa ya kumwona Mungu ni lazima uwe na moyo safi. Kwa hiyo kama unataka kumwona Mungu kwa mujibu wa mstari huu, kila hiyo heri ina sifa yake na matokeo yake. Sasa tunataka kuiangalia leo sifa inayotupeleka kumwona nani? Mungu. Nani hapa hapendi kumwona Mungu? Kuna mtu asiyependa kumwona Mungu? Wote, hata mimi nataka kumwona Mungu. Lakini ili nimwone Mungu sio kusema tu. Kuna aina fulani ya sifa ninayotakiwa kuwa nayo. Ikikizi vigezo itanisababisha nimwone Mungu. Haleluya. Kusema mimi nitamwona Mungu ni kitu rahisi sana. Lakini Biblia imetuwekea kanuni. Yesu ni mafundisho, sio mtume, ni Yesu mwenyewe anaandaa wanafunzi. Haleluya. Anaandaa raia wa mbinguni ambao ili wamuone Mungu kuna vigezo na masharti kuzingatiwa. Na mimi natamani niachie leo kwako, ili ufikie malengo Mungu aliyokusudia. Hichi kitu ninachokisema leo kitakufanya ujichuje mwenyewe, unataka kwenda ama hutaki kwenda. Haitoshi tu kusema mimi nitaenda mbinguni, labda mbingu ya babu yako. Kama huna sifa hii huwezi kwenda. Haleluya. Nisikilize, kwa nini nilianza
kukupa ule mfano wa kelele za chura hazimzui ng'ombe kunywa maji. Maanake ni kwamba ili umuone Mungu unatakiwa uwe na maamuzi sahihi na ulioyaamini wewe mwenyewe. Amen. Uwe na maamuzi sahihi na kamili ulioyaamua wewe mwenyewe, sio kuamuliwa na baba yako au babu yako, ni wewe mwenyewe. Jina la Bwana libarikiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sikiliza, kusudi lolote ili lisimame linahitaji mambo muhimu manne. Jambo lolote, iwe ni kuoa, lazima uwe na mambo manne. Chochote, hayo mambo manne nimejaribu kuyaweka katika mfumo huu. Jambo la kwanza, lazima uwe na maono. Kama unataka kumwona Mungu, lazima uwe na maono. Solomoni anasema pasipo maono mtu hawezi kufanyaje? Kujizuia. Haleluya. Hatupigani sio kwa sababu hatuna nguvu. Hatupigani kwa sababu tunajizuia. Kwa kuwa nikipigana itanirudisha nyuma hatua zangu za kwenda kumwona nani? Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hatuzini sio kwamba sisi hatuna mihemko ya kimwili. Tunayo kama wengine tu, lakini hatuendi kuzini kwa sababu tuna lengo. Ndio maana Biblia inasema pasipo maono haiwezekani kumpendeza nani? Mungu. Kwa hiyo maono ni kitu kinachosimama kama picha inayokupa taswira ya kule unakokwenda. Haleluya. Kwa hiyo maono ni picha inayotoa hatima ya kusudio unalokusudia. Na ndio maana maono huwa hayaonyeshi katikati, yanakuonesha picha ya mwisho. Maono yanafanana na ramani ya nyumba. Ramani ya kwenye karatasi ndio inayotoa namna gani nyumba yako itakuwa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Sijui kama unanielewa vizuri. Kwa hiyo hii maono lazima yatatusaidia sisi. Yesu alikuwa naye na maono. Maono aliyokuja kuyasimamia Yesu, haleluya, yalikuja kumrudisha mwanadamu katika sura na mfano wa nani? Wa Mungu. Yesu mambo yote aliyofanya, lengo lake kubwa ilikuwa ni kuwarudisha wana wa Mungu kwenye sura yao ya baba yao. Kwa hiyo na wewe lazima uwe na maono kama unataka kufanya wonders duniani. Haleluya. Lakini jambo la pili, lazima uwe na mission. Mission ni mkakati au kauli mbiu inayoandaliwa ili ikuwezeshe, ikutie moyo kuinua kusudio lako ambalo litakupeleka kwenye maono yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kauli mbiu ya Yesu kuwarudisha watu kwenye sura yao ni ile inayopatikana katika Luka 19 mstari wa 10. Yesu alikuja kutafuta na kuokoa kilichofanyaje? Potea. Alikuwa anawatafuta, anamuona Sande amekuwa na sura ya ngedere. Kwa hiyo anataka kumrudisha kwenye sura ya baba. Haleluya. Anawatafuta Kitua, alikuwa anaonekana kama soko mtu, anageuzwa ili sasa awe na sura ya baba, anipeleke kwenye maono. Unajua kuna mwana na janana, kuna mwanamke na mwanajike. Muulize mwenzako, wewe ni mwana au janana? Muulize Paulo, wewe ni mwana au janana? Bwana Yesu asifiwe. Muulize mwenzako, wewe mwanamke au mwanajike? Unanielewa? Sasa kusudi la Yesu lilikuwa ni kutuondoa kwenye ujanana twende kuwa wana wa Mungu, ni kukuondoa kwa mwanajike kuwa mwanamke. Haleluya. Sijui kama unanielewa. Naomba nisikilize sana. Hii ni ngazi leo watu wanapanda hapa na kuna wengine watashuka leo hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kauli mbiu ya Yesu ilikuwa ni kutafuta na kuokoa kilichopotea. Na mimi katika kuendea kumwona Mungu lazima niwe na kauli mbiu.
Mwaka 2011 tulipokuwa tunapanda mlima Kilimanjaro na ndugu yangu Anania, tulijiwekea kauli mbiu. Tulikuwa na maono ya kufika Uhuru Peak, lakini tutafikaje? Maanake ni pagumu. Tukajiwekea mission yetu, tukasema mpaka kieleweke, mzigo wa kujitakia hauna maumivu. Hiyo ilikuwa ni mission statement yetu. Tulisema mpaka kifanyaje? Kieleweke, mzigo wa kujitakia hauna maumivu. Kwa hiyo hata tukifika tumechoka, mgongo unauma na kiuno, namkumbusha rafiki yangu, mzigo wa kujitakia hauna maumivu. Tunatiana moyo, tunasogea mpaka tukafika. Mwenzangu yeye aliishia Gilmas Point, mahali ambapo pana kilomita 5,600. Alishinda tu kilomita zile, pana mita 5,600. Alishindwa zile tu mita 200. Wengi wenye tena, yeye ni mbovu wa mguu mmoja, hauna nguvu kabisa, lakini alifika pale. Lakini tulikuwa tuna mission statement yetu, mzigo wa kujitakia hauna maumivu, mpaka kieleweke. Na alipata certificate. Haleluya. Kwa hiyo katika kuendea maono unayoyataka yoyote, ili umuone Mungu, lazima uwe na mission statement. Lakini jambo lingine ambalo ni la tatu, uwe na lengo. Haleluya. Uwe na nini? Lengo. Kwa nini nisifike? Sasa unapotengeneza lengo, ndipo pale sasa unajitengenezea mikakati, wanaziita strategic plan, mipango mikakati. Na pale ndipo unapojitengenezea policy, sera. Sera ni vibwagizo vinavyolainisha magumu ili uone mepesi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukikuta Wasukuma wanalima huku wanaimba, sio kwamba kilimo ni kirahisi, ni kigumu. Wewe ukipewa jembe ile huwezi. Unaona anageuza hivi, analainisha yale maumivu. Yule mwingine kazi yake wanatiana moyo. Bwana Yesu atusaidie sana. Mtu jembe linalima, mtu anakuta analizungusha jembe, anakimbia mpaka kule, watu wanatiana moyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi zamani nilikaa mahali tulikuwa tunapasulisha mbao za mninga, slipa, yanapasuliwa magogo makubwa hivi. Sasa yale ni mazito, tukienda kupakia polini, wale wabebaji wanashika, haya mwanamume mbe, ananyanyua kidogo, mwanamume mwanamume weka, anaweka bega. Umesikia? Alafu sasa unakuta walikuwa Wanyamwezi wanatembea, chechemba mkila wa Injili, chechemba. Yaani kutiana moyo ili wasikie maumivu directly. Hata safari ya wokovu ya kumuona Mungu kuna wakati kuna kutiana moyo. Ndio maana Biblia inasema farijianeni kwa maneno haya. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Nisikilize vizuri mtu wa Mungu. Lazima uwe na lengo. Na Yesu alipokuwa amekuja, lengo lake lilikuwa ni kuwafanya watu wapate uraia wa mbinguni. Ndio lengo la Yesu. Anasema hivi, tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umefanyaje? Umekaribia. Yesu nani yake, lengo lake lilikuwa ni kuwafanya mimi na wewe si tu kuwa na sura ya mbinguni. Haleluya. Si tu kuwatambulisha Baba, lakini pia uwe raia. Unaweza kumtambua Baba yupo, lakini sio raia. Uwe raia wa mbinguni. Kusudi la wewe kuwa Mkristo, manake unatengeneza citizenship ya mbinguni. Haleluya. Lakini ili haya yapatikane, lazima uwe na moyo safi pamoja na zile nyingine. Jina la Bwana libarikiwe sana. Lakini statement ya 4, manake lazima kuwe na maadili. Maadili ni nini? Ni mfumo wa tabia za kiadabu na maadili zinazotengeneza uwajibikaji kwa kila mmoja akizingatia. Bwana Yesu asifiwe sana.
kwamba nisipofanya hiki kuna nini kitatokea. Ni maadili hayo, ni kutengeneza sifa na tabia mahususi inayotakiwa kwa yule ambaye anataka kumwona nani? Mungu. Haleluya! Ndio maana kazi ikitolewa wanasema sifa za anayetakiwa kwenda kufanya kazi. Sio tu kwa kila mmoja, kila kazi ina sifa zake. Haleluya! Sijui kama unanielewa. Naomba unisikilize vizuri, naenda kwenye kiini. Haleluya! Kwa hiyo zile tabia, ukitaka kitu fulani, Mamisi hata kama akiwa bonge kama mwanangu Michelle, moja ana sifa ya urefu, kwa hiyo hiyo sifa yeye kakizi, lakini sifa ya pili hana bonge. Sawa sawa. Sasa ni lazima itafute hiyo sifa ya pili ili akizi vigezo. Itabidi sasa aanze kunywa chai kwa limao, asile, ale tu majani ya mchicha tu, hata miezi mitatu, mpaka wana kipimo chao. Wanasema uwe na kuanzia 5.6 urefu, kuanzia hapo 5.6, lakini tumbo lako lisizidi, wanasema lisizidi inchi 25. Maana kama bibi yangu hapa, kama binti yangu binti yangu huyu Ebia, yeye ndo ana sifa hizo. Yaani utafikiri hali katumbo kako huko. Sasa akienda pale ndo anaonekana ana sifa za kugombea umisi. Ukienda na ubonge nyanya wako, labda uende kwenye Mitulinga style. Bwana Yesu atusaidie sana. Haleluya. Sijui kama mnanielewa eh? Kwa hiyo kila kitu kina sifa zake, na hilo sifa zinatengenezwa na maadili. Haleluya. Sasa naomba unisikilize vizuri, naanza kuja kidogo kwenye point. Kwa hiyo Yesu alipoanza kazi yake tu, haleluya, watu wengi, kuna kitu ambacho huwa tumekificha hapa na wengi hatukijui, lazima ukitafute kwa jicho la ualimu. Watu wengi wanafikiri tu, kama ukisoma kitabu cha Mathayo kinakuonesha Yesu anamaliza majaribu, alafu anakuja ile sura ya 4, anaanza kusema tubuni, kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Haleluya. Sijui mnanielewa eh? Lakini Yesu alipotoka kule jangwani, Biblia inatueleza wazi katika kitabu kile cha Mathayo sura ya 4 mstari, angalia, wa 12 mpaka wa 17. Haleluya. Anasema hivi: basi Yesu aliposikia kwamba Yohana amefungwa, alikwenda zake mpaka Galilaya, akatoka Nazareti. Kwa hiyo kumbe, kabla ya kwenda Galilaya, alitoka mahali panaitwa nini? Nazareti. Haleluya. Akaja akakaa Kapernaumu, mji uliokuwa mipakani mwa Zebuloni na Naftali, ili litumie neno lililonenwa na nabii Isaya akisema, nchi ya Zabuloni na nchi ya Naftali, njia ya bahari ya ng'ambo ya Yordani ya Galilaya, watu waliokaa katika giza wameuona mwanga mkuu, na waliokaa katika nchi ya uvuli wa mauti mwanga umewazukia. Kwa hiyo Yesu alipotoka kule kwenye majaribu, alienda kwanza Yudea. Umeelewa? Akaanza kule Yudea. Alipotoka Yudea ndipo sasa akapita pembeni, akaenda mpaka wapi? Akaenda mpaka Nazareti, akapita Nazareti, akaingia Kapernaumu. Na pale Nazareti kule ndiko alipokutana kwa mara ya kwanza na wakina Andrea na Yohana. Bwana Yesu asifiwe sana. Akawaambia nifuate, wakamfuata. Na wao wakaenda kumwambia, wakaambia kaka zao. Kwa hiyo wakawa watu 4. Kwa hiyo alipokuwa amefika kule Galilaya, sasa tayari ana wanafunzi wangapi? 4. Akaendelea kuhubiri. Ukisoma vizuri pale, Biblia inasema miujiza ya kupita kawaida ikawa inatokea. Kwa hiyo Yesu akaanza kutengeneza wanafunzi wengi. Haleluya. Sasa watu wengi wanasema geta alihubiri Yerusalemu. Sikiliza, sio, alihubiri kule Galilaya. Kwa nini alihubiri Galilaya? Ilikuwa ni watu waabudu mizimu, waabudu miungu, wasio na Mungu wa kweli, wapagani hawa. Ndio maana Biblia inasema wameuona mwangaza wa kuzuka kwake Yesu. Sijui umenielewa eh? Bwana Yesu asifiwe sana. Anawahubiri sasa watu miujiza ya kupita kawaida
inayowafanya watu waanze kumwamini. Usifikiri ilikuwa kazi rahisi watu tu kutoka waanze kumfuata hivi kama vile wewe unafikiri tu utaanza tu kuhubiri watu wataanza kaka. Amna, kuna kitu lazima kifanyike cha tofauti ili kiwavute watu wa kuamini. Ndio pale kwenye kitabu cha Luka anasema miujiza ya kupita kawaida ikatokea. Haleluya! Watu wakaanza kumiminika kumfuata. Alipoona sasa watu kule Yudea na Nazareti kule watu wengi, ndipo alipoona sasa, ndipo alipofika pale Galilaya, sasa ameshapata. Kumbuka hapa anawaita Petro na Yohana na Andrea mara ya pili. Sikiliza, wito wa kwanza huwa ni wito wa kumwamini Mungu. Wito wa pili ni ule wito wa kukubali kumtumikia. Wito wa kumwamini Mungu haukupi nafasi ya kumtumikia, unakupa nafasi ya kuwa mtoto wa Mungu. Sijui unanielewa? Lazima upate wito mwingine. Ndio maana wale alikuwa anawaambia nifuate, walikuwa sikiliza. Si unakuta Yesu alitoka mlimani ndo akaja kuwachagua 12. Sina maana tayari walikuwa wameshamkubali. Sasa anawachagua kwa wito maalum. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kuna watu wengine ana wito tu wa kumwamini Mungu, lakini anataka amtumikie Mungu. Lazima ujinyenyekeze, Mungu akupime umekizi vigezo vya kumtumikia Mungu. Sasa hawa Yesu anapanda mlimani, anaanza kuwafundisha maadili. Bwana Yesu asifiwe sana. Anaanza kuwafundisha nini? Maadili. Ile sura ya 5. Ile sura ya 4 anasema tubuni, kwa maana ufalme wa mbinguni umefanyaje? Umekaribia. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya. Sasa anaanza huduma yake sasa ya kutafuta wanafunzi. Anapanda Galilaya, mlimani. Yesu akaondoka Yudea kuelekea Galilaya. Haikuwa ghafla, bali ilikuwa ni msafara wenye mapambano. Alipotoka Yudea, alienda mpaka Nazareti, akakaa hapo mpaka walipotaka kumuua. Haleluya. Ukisoma katika kile kitabu cha Luka sura ya 4 mstari wa 16 mpaka 30, inaonesha aliyokutana nayo Yesu. Wanataka kumsukuma. Amen. Haleluya. Haikuwa rahisi. Huduma nyingi zinapotaka kuanza zinakutanaga na changamoto nyingi ili kuziua. Unapaswa uwe makini, mtu wa Mungu. Usikubali kunyang'anywa nafasi yako kwa sababu ya majaribu ya mwanzoni. Haleluya. Ndipo hapo sasa unataka kumtumikia, ndio hapo kiu ya kutaka kuolewa inapanda kweli kweli. Hapo unataka yote mawili, nataka niolewe, nataka na kumtumikia Mungu. Huwezi kutumikia mabwana wawili kwa wakati mmoja. Utampenda mmoja, mwingine utamkataa. Ndio maana mimi wewe unayetaka kumtumikia Mungu ukiwa naomba, wewe nilimkatazaga mimi nikamwambia wewe, masuala ya kuolewa hapa zima. Tunamtumikia Mungu kwanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Alikuja na mpango wake, baba niombe nataka kuolewa. Nikamwambia zima hii. Alipoweka akili yake kwa Mungu, Mungu akaweka agano lake la utumishi. Alipoweka agano lake la utumishi, ndipo sasa Mungu akasema ni wakati wako kuolewa. Nikamwambia sasa tuanze kuomba kuolewa. Tuliomba tu hata siku nyingi ile mbuzi likaja nataka kuoa. Bwana Yesu atusaidie sana. Lakini kabla ya hapo yalishakuja manyang'au mengi yanataka kuoa. Manyang'au, hebu sema manyang'au. Yanataka kuoa. Wengine wananiuliza kisisi, hivi huyu anatoka wapi? Nataka kuoa. Nikamwambia funga midomo yako. Wengine wanakuja wakatoka Kahama, wanataka kuja kujionyesha kwa baba mkwe. Nikamwambia zima. Amen. Hivi mchungaji, kama ungegundua mmoja kati ya abiria waliowabeba alikuwa anataka kuja kuoa, ungefanya? Ungekuja kuoa? Amekuja kabisa kutoka mbali na ulimpakia wewe ukamleta nyumbani. Anataka kuja kuoa, anakuja. Sikiliza, huwa jema linatafutwa hata na madondola. Mmenielewa? Lakini alikuwa yuko kwenye kuweka agano la kumuona nani?
Mungu. Wakati ulipofika, yule aliyekusudiwa akaja, wala yani hakukuwa na mbwembwe nyingi, mambo yakaenda. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo naomba unielewe vizuri, huwezi ukatumikia mabwana wawili kwa wakati mmoja. Kama unataka nenda kaoe kwanza, alafu ukae hata miaka 3 4, tukuone umezoea ndoa. Maana usije ukatuletea makero hapa. Maana ulikuwa hujui kwamba kuna kupigwa, siku nyingine unasimamishiwa na vidole na mke wako. Sasa wewe ulikuwa hujui, hujaweka mizizi. Mke akiwa kwao aisee, malaika ana dhambi. Takatifu. Ingiza ndani. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kugundua hili ndio lidude. Maana sasa utaona Mungu sababu hili ndio lidude lenyewe hili. Mimi nakutanaga na changamoto nyingi. Watu wengi wakiolewa na kuoana wanakuja hivi, baba, hivi kweli Mungu alisema hapo? Lakini wakati wanaambiana, dali my sweet, nimekuona kwenye ndoto usiku silali na kuona tu pale, uwezi kugundua. Mmenielewa? Ndio maana kama unataka kumtumikia Mungu, amua kutulia na Mungu kwanza, ukae vizuri. Ukiwa hovyo hovyo ndio watu wanapogomaga. Anaweza kuja, mimi nikishaoa, mimi nitaleta kila kitu hapa kanisani, nitafanya hiki na hiki. Naambia haya, mimi waga naambia tu haya, ngoja ingie. Haleluya. Kuna watu walikuwa wana michango, lazima tutoe hela nyingi. Kwa wapi leo? Umeelewa? Kwa sababu alikuwa hajagundua kuna changamoto. Bwana Yesu asifiwe sana. Sijui mnanielewa? Heri wenye moyo nini? Safi, maana watamuona Mungu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa Mungu hakuna kuchelewa. Kwa Mungu hakuna kuchelewa. Wakati wa Mungu ni wakati mtimilifu, wakati uliotimia. Kwa hiyo Yesu alikuja na tangazo, anasema haleluya, ile 14:17 Mathayo, tubuni na kuiamini nini? Injili. Anawatafuta watu watakao muamini nani? Mungu. Anatengeneza raia wa mbinguni. Kuwa raia wa mbinguni ni tofauti na kuwa mtumishi wa Mungu. Kuwa raia wa mbinguni ni mtu yote aliyemwamini Yesu Kristo kama ni Bwana, lakini sio kila aliyemwamini Yesu Kristo kuwa ni Bwana ni mtumishi wa Mungu. Sijui mnanielewa? Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo tangazo la Yesu lilikuwa linatafuta watu raia wa ufalme. Muulize mwenzako, wewe ni raia wa ufalme? Haleluya. Kwa hiyo huduma hiyo ndio ilikuwa ya mwanzo. Haleluya. Lakini katika ile sura ya 5 sasa ambayo tunakwenda mpaka ile sura ya 7 ambako tutakujaga kwenda siku nyingine, mstari wa 29. Sasa Yesu ndio inaitwa hotuba ya mlimani. Haikuwa kama hotuba zilizohubiriwa na Wayahudi. Wayahudi walikuwa na hizo hotuba za namna hiyo kwa ajili ya mambo yao, lakini ilikuwa ni hotuba maalum inayotengeneza sifa, kama tulivyosoma ziko heri 8 pale. Lakini nikasema leo tunataka tuiangalie moja tu, heri wenye moyo safi, maana hao watamuona nani? Mungu. Haleluya. Kwa hiyo hotuba hii ilikuwa ina mtindo wa kimaadili ya kutengeneza maadili kwa wale ambao watakuwa wamemwamini Yesu Kristo, ili sasa waende kwenye ngazi ya pili. Haleluya. Kwa hiyo pale katika zile utakuta kulikuwa kuna mambo mawili yanayotangazwa. Ya kwanza ni sifa ya huyo atakayemuona Mungu, lakini na heri. Heri maana yake ni baraka gani atapata ama tuzo gani ataipata huyo atakayekuwa na moyo safi. Heri wenye moyo safi, hiyo ni sifa yake, lakini atakachopata atamuona nani? Mungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kila baraka ilikuwa na sifa, au kulikuwa kuna aina ya sifa anayotakiwa kuwa nayo mtu ili apokee hiyo baraka. Kwa hiyo heri wenye moyo safi
Maana yake hao wanahakikishiwa watamuona Mungu. Mtu mwenye moyo safi ana uhakika wa kumuona nani? Mungu. Huku kumuona Mungu kulikuwa kunaashiria mambo manne au nyanja nne. Nisikilize vizuri, hapa ndio penye siri. Nyanja ya kwanza, mtu ambaye ana moyo safi, maana yake atakuwa na ushirikiano na neno la Mungu na Roho Mtakatifu katika kumuongoza. Kama moyo wako una makunyanzi, neno la Mungu halikai ndani yako, wala Roho Mtakatifu hawezi kukaa ndani yako. Umenielewa? Ili neno likae huku ndani, wewe fikiria tu, ngoja nikupe mfano. Siku mtu kakuuzi ghafla, hata mistari uliyokuwa unaijua inapoteaga. Umeelewa? Kwa hiyo mtu mwenye moyo safi atakuwa na ushirikiano wa karibu na neno la Mungu na Roho Mtakatifu. Hiyo ni hatua ya kwanza. Huwezi kumwona Mungu kama una ushirika na neno la Mungu na Roho Mtakatifu. Hatua ya pili, mtu mwenye moyo safi ni rahisi sana kupata maono na mafunuo na ndoto za Mungu. Watu wengi wana mafunuo na mandoto sio ya Mungu, kwa sababu ndani yao hayupo Mungu. Mungu anakaa mahali pasafi, hakai mahali pachafu. Amen. Umeshagundua kwamba ndoto zako nyingi zinatokanaga na shughuli za kila siku, kwa sababu Mungu hawezi kuleta kitu chake kitakatifu kwenye moyo ulio na mambo ya hovyo ndani. Ukitaka umuone Mungu kwenye maono yasiyo na chenga, hata kama ni mtu ni nabii, siku hiyo akiwa na makorokoro mengi ataona mautumbo tu, kwa sababu Roho Mtakatifu anayeleta mafunuo na maono hayuko ndani. Utaona ndoto za babu yako, utaona unakimbizwa, utaona unakamatwa, utaona unafungishwa ndoa, utaona unazini. Tatizo sio shetani, umefungua mlango mwenyewe. Jamaa akakaa na mapembe yake akaweka 4. Kwa hiyo ana press tu button. Huyu leo nimkomesha kwa njia gani? Ndoto ya kuzini. Huyu leo nimkomesha kwa namna gani? Huyu leo nimkomesha, leo nimkomesha kwa hasira. Haleluya. Ukiwa na moyo safi utakuwa na ushirikiano na utapata mafunuo sahihi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sijui kama unanielewa. Sijui unanielewa. Kwa hiyo ukikaa ukifikiria hapa utakuja kugundua wengi wanaoiita manabii, wengi wanatumia tu kiburi chao au maroho ya hovyo yanawapa mafunuo, kwa sababu tunaangalia tabia yako ya nje, kwa sababu tabia yako ya nje inawakilisha tabia yako ya ndani. Amen. Tuko pamoja? Wamayo na wawawa tuli hamwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kila mtu leo ajichunguze tu mwenyewe, sio usubiri tu kutolea mafunuo hapa wewe. Jambo la tatu, mtu ambaye ana moyo safi watamuona Mungu pale Bwana Yesu atakaporudi kulichukua kanisa. Hii ni pointi nyingine. Anakuwa tayari kumlaki Yesu mawinguni, kwa sababu macho yake yametiwa nuru. Kuna connection ya kiroho ndani yake na Yesu atakapokuja. Biblia inasema atakuja mawinguni, tutaenda kumlaki, sio kwamba atashuka kutuchukua. Sisi huku ndani kutakuwa kuna connection. Kama sumaku tutanyakua, tutavuliwa ule mwili wa duniani, tutaenda kumlaki Yesu. Haleluya. Haleluya. Na jambo la 4, mtu mwenye moyo safi atakaa na Baba milele. Ndio maana ya kusema heri wenye moyo safi, maana hao watamuona nani? Mungu. Haleluya. Watakuwa na maono sahihi. Sasa mtu kakasirika, kaumizwa, mpaka akamwacha mzeneke kwenye sheri, au anasema anakuja, nimeota maono. Nimepata maono gani?
Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kujidanganya na kujilisha nini? Upepo. Mtu kaondoka hapa asubuhi, mwanangu Michelle kanuna, kauziwa, kaambiwa haosha vyombo, kaenda nisumbua mimi kila saa, anakwenda kule, akirudi tafikiri chura kabanwa na mlango, hata shikamua itoki vizuri, alafu anataka halali aote maono. Babu anakuja usiku, anakuja kukutia moyo, unajua nawe ni mtumishi wa Mungu. Sasa anaanza kuona huyo mimi nitakuja kumlipiza kisasi huyo. Mimi Mungu nitalipiza kisasi. Biblia inasema kisasi ni juu ya nani? Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nisikilize vizuri. Maana ya moyo safi si kutokuwa na dhambi au sio kutenda dhambi kabisa, bali ni moyo unaotafakari au unamkumbuka Mungu kwa haraka pale anapogundua amekwenda kinyume na sheria na maagizo ya nani? Mmenielewa? Ukisikia moyo safi, Mungu anasema katika neno lake wakati anazungumza haya maneno. Haleluya, haleluya. Biblia inasema katika kile kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 13, Samueli wa kwanza sura ya 13 mstari wa 14, anasema maneno haya: lakini sasa ufalme wako hautadumu. Bwana amejitafutia mtu aupendezaye moyo wake, naye Bwana amemwamuru naye kuwa mkuu juu ya watu wake, kwa sababu wewe hukulishika neno lake Bwana alilokuamuru. Bwana Yesu sana. Mungu anasema amejitafutia mtu anayeupendeza moyo wake. Si kwamba Daudi jamani kalikuwa ni kachafua hali ya hewa. Usifikiri walikuwa wanamsingizia. Hebu sema mchafua hali ya hewa. Ndio maana ndugu zake wanaambia, tunakujua wewe ni mtu mwenye kiburi, mkaidi, unataka kuyajua usiyotakiwa kuyajua. Umeacha na nani? Maana tabia yake kiburi, kikaidi na nini, lakini Mungu amekaona. Haleluya. Kwa nini amemuona? Kwa sababu Daudi amekuwa ni mtu mwenye tabia ya kugeuka haraka anapokosea. Daudi amekosea sana, lakini Mungu anasema huyu moyo wangu umependezwa naye. Manake ana moyo safi, yani anapokuwa na makoronya yake, akigundua amekosea anageuka upesi kumwambia Mungu uniwe radhi, kwa sababu hakuna mwanadamu anaweza kuwa na sifa za utakatifu kama za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sijui mnanielewa? Ndio maana unaweza ukajikuta jitu linakosea sana, lakini linatumiwa na Mungu sana, kwa sababu lina moyo wa kugeuka haraka. Biblia anasema haleluya, muwe na hasira lakini msitende. Maanake hasira sio kwamba ameruhusu hasira, sio dhambi. Anasema muwe na hasira lakini msitende dhambi, na kama mmetenda jua lisichwe. Maanake ni kwamba uwe mwepesi wa kuondoa uchafu. Haleluya. Uwe mwepesi wa kuondoa uchafu moyoni mwako. Haleluya. Uwe mwepesi wa kuondoa mabaya ndani yako. Heri wenye moyo safi. Bwana Yesu asifiwe sana. Daudi amekosea. Sasa kwani Daudi simesikia alibaka mke wa mtu? Simesikia aliwahi kuua huku watu wasio na makosa? Simesikia alitaka kwenda kumuua na habari, si ndio? Lakini alikuwa ni mtu mwenye kugeuka. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Alikuwa anaangalia makosa yake, lakini anagundua na kumrudia Mungu haraka. Pamoja na uovu wote aliyokuwa nao Daudi, bado Mungu anajivunia. Katika kitabu cha Nyakati wa Pili sura ya 7 mstari wa 17, anasema maneno haya. Anasema, nawe ukienda mbele yangu kama alivyokwenda Daudi baba yako, ufanye sawasawa na yote niliyokuamuru, kuzishika sheria na hukumu zangu, ndipo nitakapothibitisha kiti cha enzi cha ufalme wako kama nilivyoagana na Daudi baba yako, nikisema hautakosa mtu wa kutawala katika kiti. Mungu anamkumbusha Solomoni
Anamwambia Solomoni, wewe moyo wako umejaa kutokusamehe, umejaa kiburi, umejaa malingo na majivuno, umejaa uzinzi. Lakini ninakufanyia haya ni kwa sababu ninakumbuka moyo wa baba yako. Nilimwambia hivi, kwa sababu ya huyu moyo hautakosa mtu wa kutawala kwenye kiti chako. Jina la Bwana libarikiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Nisikilize mtu wa Mungu. Mungu hamchagui mtu kwa sababu ya usafi alionao. Biblia inasema katika kitabu cha Warumi sura ya 3 mstari ule wa 12, hakuna mtenda mema hata huyu, bali tunahesabiwa haki pale tunapokuwa na imani katika kutoa mabaya kuweka mazuri, yale ambayo yanapendeza moyo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo maana yake ni nini? Ni mtu ambaye anajitathmini. Katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 11 mstari 30 mpaka 31 anasema kama tungejipambanua tusingehukumiwa. Mtu mwenye moyo safi ni yule ambaye ni mwepesi kujipambanua, kujua hii njia ninayoenda sio njia sahihi, nigeuke kwenye njia ya Mungu. Kitu ambacho kanisa tumekaa tukiambia haya, pokea gari. Ndio maana watu wana ahadi kibao lakini hazitokei. Kwa nini? Heri wenye moyo safi, watamwona nani? Kwa sababu kama anayetenda kazi hiyo ni Mungu, sasa hayupo ndani yako, muda mwingi amekaa shetani na babu yako kwenye moyo, hayo aliyokuahidi yanatokeaje? Aliyokuahidi yanatokeaje? Bwana Yesu asifiwe sana. Sikiliza, mtu mwenye moyo safi ndio moyo unaomwelekea Mungu. Mtu mwenye moyo safi hata sadaka yake inakubalika mbele za Bwana. Sadaka ya Mungu ni moyo uliopondeka, si ndio? Na kuvunjika. Biblia inasema Mungu hata udharau, katika ile Zaburi ya 51 ule mstari wa kuanzia 10 na ngapi pale, 13, 14, 15. Haleluya. Sadaka inayokubalika ni moyo unaokubali kuvunjika katika kiburi chake, katika tabia zake za asili na kumgeukia Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Watu wengi wanapenda kumtumikia Mungu, lakini wanashindwa kupata matunda ya utumishi wao kwa sababu mioyo yao ndani yao imekunjamana, haina nafasi na mahali pa kukaa Mungu. Biblia haisemi kwamba hakuna dhambi. Inasema uwe na hasira lakini usitende nini? Dhambi. Waefeso ile sura ya 4 mstari wa 26 na 31. Waefeso, haleluya, nisikilize vizuri. 4:26 na 31 anasema hivi: muwe na hasira ila msitende dhambi, jua lisiche na uchungu wenu bado haujawatoka. Kuna watu wanakaa na uchungu miezi 2, 3, 4, 5, 10. Yanatokeaje yaliyokuahidi Mungu? Umeona, mchawi wa kwanza sio babu yako wala sio shangazi unayomfyeka kila siku. Kama ungegundua ungetakiwa ufyeke hiyo tabia. 31 anasema uchungu wote na ghadhabu na hasira na kelele na matukano yaondoke ndani yenu, pamoja na kila namna ya ubaya. Haleluya. Sisi tuko pamoja. Raha sio raha. Mmesikia? Narudia tena, uchungu wote na ghadhabu na hasira na kelele na matukano yaondoke kwenu, pamoja na kila namna ya ubaya. Kuna watu wanaweza kuwa hajakutokana, lakini huku ndani umeshatukanwa matusi yote. Muangalie mfupi kama kitumbua, muangalie macho yake yakikutazama kama kinyonga, angalia likitembea utafikiri linyani linalotembea peke yake, anakutuka, hasemi tu. Alafu unataka Mungu akae ndani akupe maono na mafunuo. Bwana Yesu asifiwe. Mmesikia? Watu wa Mungu, muulize mwenzako, vipi, upo hapo? Ndio maana ahadi nyingi za Mungu hazitukii.
Ndio maana ahadi nyingi za Mungu hazitukii, na ahadi nyingi hazitukii. Jina la Bwana libarikiwe sana. Ahadi nyingi hazitukii kwa sababu uchungu uko hapo, matukano yako hapo hapo, ubaya mwingi, unalipa kisasi ile mbaya, alafu unataka umuone Mungu. Mungu anapitia wapi? Mungu anachangamana na mabaya? Mwambie mwenzako vua gamba. Tabia mbaya vua, kisasi vua, kiburi vua, kutokusamehe vua. Unaweza ukajikuta unajirogaga mwenyewe kila siku. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Mungu, haleluya. Mtu mwenye moyo safi anayo nguvu ya kutembea na Mungu. Huwezi kutembea na Mungu kama huna moyo safi. Huwezi miujiza ndio maana watu, Mungu anakuangalia. Ni kweli amekusudia akupe karama ya miujiza, lakini una kisasi. Ukikasirika tu unatamani, yani pale mimi ningekuwa na nguvu ningekafikiria mbali. Sasa Mungu akupe miujiza uwaue watu? Akupe miujiza uwe watu? Ndio maana ngoja nikwambie, wanaojifundisha hii martial arts, mambo ya karate na kung fu, wametengenezewa kuwa na tabia ya unaweza hata ukampiga, ukamsukuma, ukamkata mtama, akaanguka, akaondoka. Wamefundishwa, maadili yao yanawatengeneza kwamba vile vitu ni kwa ajili ya kujilinda. Inapotokea huna njia nyingine ya kujilinda. Anaweza hata kukimbia Masawi, umepandisha moli, unamkimbiza, anakimbia, lakini ana uwezo wa kupigana na watu hata 300, lakini anakukimbia. Huko ndani wametengenezwa, ile ni ziada ya mwisho kabisa, kwamba imefika mahali unajitetea, huna njia nyingine yoyote. Ndio maana hata walio na miujiza hawakufanya miujiza kila mahali, walifanya miujiza pale ilipokuwa imebidi kufanya miujiza. Siku hizi watu wanataka wapate sifa. Leo nitafanya miujiza leo nafanya miujiza leo. Mungu hayuko hivyo. Haleluya. Miujiza sio show, sio window shop. Inakuja kwa sababu Mungu ametaka ije. Haleluya. Sije kama mnanielewa. Bwana asifiwe. Mwambie mwenzako, heri wenye moyo safi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mtu mwenye moyo safi ndani yake pia anayo nguvu ya kutembea na Mungu. Hata kubali Mungu wake achafuliwe. Hata kubali Mungu wake afanyaje? Achafuliwe. Na moyo safi haupimwi kwa maneno, unapimwa kwa matendo. Haleluya. Mimi ni mtumishi mkubwa, sawa, lakini kuna kitu kinachokutambulisha utumishi wako. Tutaangalia tuone huu utumishi wako ni wa upande wa kushoto au wa kulia. Amen. Sikiliza, tunakupima namna gani una nguvu ya kusamehe. Na nguvu ya kusamehe haiko nje, iko ndani yako. Ukiona uwezi kusamehe, tatizo ni ndani. Ukiona unaweza kusamehe, tatizo lake liko ndani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Muulize mwenzako, wewe moyo wako ndani ukoje? Kuna mtu mwingine kwa sura ni mzuri kama malaika, ndani shetani ana afadhali kwa ubaya. Haleluya. Mungu hawezi kutembea na mtu mwenye moyo mbaya. Ndio maana watu wengi wana ahadi lakini hazitimii. Tatizo ni mioyo yao ilivyo ndani. Mungu anakosa nafasi ya kukaa. Kila saa wewe una uchungu. Biblia inasema shina la uchungu lisichipuke ndani yako na likanajisi na wengine. Ukishakuwa na uchungu lazima tu utanajisi na wengine. Haleluya. Haleluya. Ili Mungu akae ndani yako anahitaji moyo safi. Moyo safi ndio maskani ya Mungu. Hebu tujiulize sasa,
Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu tujiulize sasa, mtu ana kinyongo, mtu ana kisasi, mtu ana lawama muda wote, mtu ana uchungu muda wote. Swali, ni nani anayekaa ndani yake kwenye moyo wake? Nani anakaa? Atakaye kupa maono, utakaye muona, atakaye kufanyia miujiza. Haleluya. Ndio maana wanasema njia iendayo mbinguni imesonga, ni nyembamba. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sasa sikiliza, kitatimizwaje ulichokiahidiwa wakati anayetimiza anatakiwa akae ndani yako na hayupo? Umeahidiwa utakuwa mtumishi, unaona maono na mafunuo na kadhalika, lakini anayetakiwa akupe maono na mafunuo na kadhalika hakai ndani, ulishamfukuza. Kwa sababu Roho Mtakatifu ni gentleman. Yeye hataki kukaa penye vurugu vurugu. Ukishakuwa tu na makunyanzi kunyanzi, anatoka taratibu, anakuacha kwanza utengeneze ndio arudi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Watu hii nauma, mbona mtiki? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo moyo safi unaitwa moyo wa nyama. Mtu ambaye hana moyo safi unaitwa moyo wa nini? Wa jiwe. Haukubali jiwe, hata ukilipeleka baharini pale tangu asubuhi mpaka jioni huwa halitakati, lina uguu, ukilivunja ndani kweupe vile vile, hakuna hata maji. Haleluya. Haleluya. Watu wengi wana mioyo migumu au mioyo ya jiwe. Mtu mwenye moyo wa jiwe, moyo mgumu, hawezi kusamehe. Ni mtu mwenye maumivu kila saa, mtu mwenye kinyongo, mtu ambaye huku ndani siku zote anawaza mabaya. Jina la Bwana libarikiwe. Hawezi kuachilia. Heri wenye moyo, heri wenye moyo, maana watafanyaje? Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe umemshika mama yako mpaka kalala kabisa. Fikiri ulikuwa unambembeleza hapo. Bwana Yesu atusaidie sana. Haleluya. Daudi alikuwa ni mtu tofauti sana. Yeye aligundua mapema kwamba moyo mgumu akiwa nao hawezi kumwona Mungu. Ndio maana katika Zaburi ya 51 mstari wa 10, Zaburi ya 51 mstari wa 10, anasema maneno haya: E Mungu, niumbie moyo safi, uifanye upya roho iliyotulia ndani yangu. Mtu ambaye hana moyo safi, moyo wake haujatulia, unahangaika hivi, unapapalika, utafikiri kuku aliyekatwa kichwa kwa haraka. Bwana Yesu atusaidie sana. Wengi hawana utulivu. Ukiwa na moyo wa mawe, huna utulivu. Anamwambia Mungu amuumbie nini? Anamwambiaje? Niumbie moyo safi uliotulia. Haleluya. Na Ezekieli 11 mstari wa 19 anasemaje Ezekieli? Ezekieli 11:19 anasema hivi: nami nitawapa moyo mmoja, nami nitatia roho mpya ndani yenu, nami nitauondoa moyo wa jiwe katika miili yao, nami nitawapa moyo wa nyama. Mungu ili akutumie anahitaji aondoe moyo wako mawe. Amen. Lejina Bwana asifiwe. Aondoe moyo wa nini? Aondoe moyo wa nini? Aweke wa nyama. Ukiwa na moyo wa jiwe huwezi kusamehe. Itakuwa ni jino kwa jino, moto kwa moto, ng'ada kwa ng'ada, bako kwa baka. Bwana Yesu atusaidie sana. Katika makundi ya tabia za watu kwenye mambo ya saikolojia, kuna watu wanaoitwa sanguine, kuna watu wanaoitwa
phlegmatic, kuna watu wanaitwa choleric. Haleluya. Na wengine nani? Melancholy. Masangwini mengi yataenda mbinguni kwa sababu yanaharibu sana na yanatengeneza haraka. Lakini mtu kama melancholy akipata jambo mpaka alifikirie, mpaka aje kupata hii imepita. Na ndio maana hata kitabibu watu wengi wenye hii haiba ya melancholy wanasumbuliwa sana na magonjwa ya moyo, kwa sababu wanafikiria sana, wanatumia zile akili zao kufikiria kila kitu. Na koleriki ni majitu ya kulipiza kisasi. Yeye umenifanyia ngoja. Hayo ni koleriki hayo. Phlegmatic sio anakuwa amekusamehe, ila tu amekuignore, amekudharau. Yeye anafikiri amesamehe, kumbe amefanyaje? Amekupotezea. Watu wengi wataenda mbinguni. Lakini li melancholy li sanguini litasema hapa, mtachukia wote, lakini baada ya kabisa, jamani nisameheni, jamani nisameheni, na limeshatengeneza na Mungu. Ili moyo wako uwe safi, inategemea unamruhusu. Na unajua melancholy ni akiamua kumshika Mungu peke yake muda wote, ndio majitu ambayo yanapataga mafunuo yasiyo ya kawaida, kwa sababu muda wote anayeishi ndani yake na anayemfikiria ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Akikaa vizuri melancholy sio wa kawaida, kwa sababu muda wote akili yake inamwaza Mungu, matendo yake, miujiza yake, maajabu yake, muda wote huku ndani. Hili sanguini lilichafua hali ya hewa, lakini linatengeneza, yataenda mbinguni. Bwana nisameheni jamani, mwenzenu nimekosa jamani, nimegundua. Dakika 2 limekuuzi. Kama Petro alikuwa sanguini. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Hata wewe koleriki, ukiwa wewe muda wako mwingi unalipiza kisasi juu ya dhambi, unapambana na dhambi, utashinda, utamuona Mungu. Ila phlegmatic ni kazi. Ila na lenyewe likikaa, likipotezea dhambi, hasiwezi kukaa. Ila majitu mengi masangwini yataenda mbinguni, kwa sababu hata walitakata roho hapo, linakufa jamani nisameheni, niombeni msamaha kwa fulani, lakini likoleriki pale, liko pale, yani nikipona tu nitahakikisha linakwenda na mamizigo yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu yoyote asiyekuwa na moyo safi ni vigumu sana kustawi na kupanuka katika ahadi za Mungu alizomwitia. Leo nimetamani nizungumze na nyinyi wanangu. Utachagua, unataka ustawi na kupanuka, ama unataka uendeleze na libeneke yako hiyo yuko ndani? Chagueni vileo mtakayefanyaje? Tumikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Wakina sanguini Bwana asifiwe. Wakina koleriki Bwana asifiwe sana. Paulo yule ni sanguini, ni mwepesi kuchafua hali ya hewa, lakini mwepesi kutengeneza. Mzeneke sanguini, mwepesi kuharibu hali ya hewa. Esther sanguini, mwepesi kuchafua, mwenzenu kutengeneza. Lakini sisi wakina koleriki, wakina melancholy, makina phlegmatic anakupita, yani ameshakupotezea, anakupita kama sanamu ya Mwalimu Nyerere. Yeye anafikiria ameshinda, kumbe anajizuia kumuona nani? Koleriki yeye anasubiri tu wakati sahihi alipize kisasi. Bwana Yesu atusaidie sana. Wakina Ernest, wakina phlegmatic. Wakina Ima, wakina koleriki. Haleluya.
kina Vero, wakina Melancholine. Yaani kajambo anaweza akakafikiria, akakageuza. Wakina Miriam, wakina Koreliki, kisasi moto. Michelle, wakina Flagmatia wanapotezea tu. Bwana Yesu atusaidie sana. Debola ni mzee wa kisasi. Koreliki huyo, yaani anategemea tu yake, ukikaa sawa sawa atakumaliza. Watu, Mungu anataka tutoke huko. Haleluya. Ebia ukikatisha kwenye anga yake, kisasi ni cha kwake, atakumaliza. Haleluya. Kuta mtu Koreliki anahema, anakuheshimu tu kwa sababu upo pale. Anatamani alipe kisasi. Wakina Sofia, heri wenye moyo, maana watamuona nani? Jina la Bwana libarikiwe. Kina Regina Koreliki mtu wa kisasi. Anaweza asiseme, lakini amesema, anasubiri kama Abisalomu. Huyu kambaka dadangu. Biblia inasema akumwambia la heri wala la shari, lakini huku ndani ameweka kisasi. Akatena akaandaa na sherehe. Baba, naomba ndugu zangu wote waje. Anasema leo naenda kulipiza kisasi. Liamnon limesha sawa, silikuwa lisangwini, limeshamaliza lilichokuwa linataka, linajua mambo yameisha. Kumbe mwenzake huku ndani roho mbaya. Amen. Kinachotakiwa ni kujichunguza mwenyewe na kushughulikia huku ndani mwenyewe. Ndio maana Daudi anamwambia Mungu, alipogundua sasa hawezi kusamehe, alipogundua sasa anataka kulipiza kisasi, alipogundua sasa hiki na hiki, akamwambia Mungu, uniumbie moyo wa nyama ambao hautaudharau, moyo usio na kisasi, usio na jazba, moyo usio na hiki na hiki na kile. Na Mungu akataka kupima alichokuwa anaomba Daudi ni sahihi. Anamkutanisha na Sauli katikati, ambia sasa hapa maliza, tumalize shughuli, si ndio anayekutafuta huyu, tumalize shughuli. Anasema mimi ni nani hata ninyanyua mkono wangu juu ya masiwa Bwana. Haleluya, haleluya. Mimi ni nani? Watu wa Mungu, heri wenye moyo. Sasa leo jipime, unataka Mungu atimize ahadi zako kwenye maisha yako? Shughulika na watu. Haleluya. Anasema hivi, ukitaka kuomba, ingia kwenye chumba chako cha nini? Cha siri. Chumba cha siri ni wapi? Huku ambaye mchungaji wako hawezi kuona, mpenzi wako hawezi kuona, babu yako hawezi kuona, unaona mwenyewe huko. Anasema ingia huko, tengeneza vizuri huko, ili baba yako wa mbinguni anasema aonaye wapi? Aonaye wapi atafanyaje? Atakujazi. Kwa nini Mungu asema aonaye sirini? Maana ni kwamba Mungu hakupi kwa sababu umesema kwa midomo yako, anakupa kwa sababu kule ndani kwenye siri anaona anayo nafasi. Mimi nimemaliza. Bwana Yesu asifiwe sana. Shughulika na huku ndani. Hata funga kabla ya kuomba mambo mengi. Funga hata na kuomba, shughulika na huku ndani, mwambie Mungu, mimi nilivyo Koreliki, mimi ukweli ni ngumu kukuona, nisaidie. Nisaidie. Heri wenye moyo safi, maana hao watamuona nani? Wangapi wanataka kumuona Mungu? Kama unataka kumuona Mungu, hii ndiyo funguo niliyokupa hii. Niliyokupa asubuhi hii. Ndiyo funguo ya kumuona nani? Unasikia mishe? Ndiyo funguo ya kumuona nani? Bwana asifiwe. Huku ndani kakasirika, kama ungefunguliwa uso, unaweza kumuona sura yake kama hapa ya nyati. Huko ndani alivyokasirika. Alafu anasema anaenda mbinguni.
Paulo anakuja kuimba hapa, tunaelea tunaenda, lakini hapo ndani hapo unajilisha upepo. Unajilisha nini? Upepo. Heri wenye moyo safi, maana hao watamuona. Kuna wengine kama wakina Amani hawasemaji, wakina Imani hawasemi, kuza kukuta huko ndani dude sio mtu, ni dude, jasusi, sio la mbinguni, la shetani. Amen. Sijui kama mmenielewa vizuri. Nani, kuna mtu amepata cha kwake hapa? Nani amepata cha kwake? Haya, kama umepata cha kwako, kifanyie kazi. Unataka kumwona Mungu? Mungu anataka moyo safi. Haleluya. Sio kama mwanangu Juliana, yeye anakuchomolea betri tu. Sasa shauri yako, utawaka uwaki shauri yako. Huyo anapita zake, kakuchomolea nini? Betri. Kuna watu wengine unafikiri sio wagomvi, kumbe nani amekuchomolea betri tu.